Utajuaje unaanza kutumia hisia? Ni pale ambapo unaanza kufocus na vitu ambavyo havikupi faida wewe mwenyewe. Nikimaanisha physically, faida ambayo unaiona hapo mbele yako. Kwa sababu trust me, mwanaume hawezi kuwa na wewe kama haumpi faida. Unapokutana na mwanaume anavyokufuata, lazima uangalie nini ambacho unaenda kupata kutoka kwake. Lakini kitu kingine lazima ujue mwenyewe unachokitaka ni nini. Kama hujui unachokitaka kutoka kwa mwanaume, wewe kitakuramba. Usipofahamu hivyo, maneno yatakayokuwa yanatoka mdomoni kwa huyo mwanaume, wewe utayaona ni upendo tayari. Yaani wewe utakuwa delusion na maisha yako yote mpaka huyo mwanaume atakapokuchoka, kwa sababu hawezi kuendekeza mwanamke kama huyo. Mwanamke kama huyo ni wa mkakati. Wako na wewe kwa mkakati na hawezi kukuendekeza kwa muda mrefu hata. Huyu dada angekuwa anatumia akili. Huyu mwanaume alivyomwambia sisi kwetu ni royal, sijui sisi tuna malkia, tuna queen, mimi ni prince hapa unaongea naye, angeenda Google akaanza kumgoogle. Wewe familia gani ya royal au watu wa familia ya royal hauwezi kuwakuta Google? No, Google jina lake, sijui anaitwa Martin, sijui kitu gani, Google angeona familia yake yote. Lakini hiyo akili ya kuwa nayo kwa sababu alikuwa delusional, na sio tu delusional, anatumia hisia badala ya akili. Hiyo kila uongo ule mwanaume alikuwa anausema huyu mwanamke kwake ilikuwa ni ukweli. Anaona kabisa vitu havi make sense, hicho kitu anachokiongea hakileti maana, lakini anapotezea. Anamsamehe, wanaenda trip. Mwanaume anadanganya, mwanamke anamsamehe, wanaenda trip, wanaenda vacation, wanarudia hivyo. Na hata baada ya huyu mwanamke kugundua kwamba huyu mwanaume hana mali yoyote kwa jina lake, kwa sababu mwanaume alimwambia nina nyumba, nina magari, au familia yetu ni watu wakubwa, kwa huyu mwanamke akana. Lakini baadaye akawasiliana na dada wa huyu kaka, dada yake akamwambia huyu kaka hana hata property yoyote ile. Huyu mwanamke bado akataka kuendelea kufiksi. Yule mwanaume alivyokuwa amefikia muda wa kumwambia mimi narudi kwetu, sitaki tena mawasiliano, ndoa imekufa sijui na nini, mwanamke akachukua passport anaanza kuificha, anataka mwanaume abaki hapo ajaribu kufiksi kitu ambacho ameshakiona kimeenda ndivyo sivyo. Kwa nini? Yuko delusional. Kwa hiyo ndo nyie hata mnaokaa kwenye ndoa hapo unaendelea kuvumilia, unadhani unaweza kumbadilisha huyo mwanaume. No, ni unapotea. Yaani ni wewe unajisacrifice, ni umesubscribe kuwa mtumwa. Kitu cha tatu, wanawake pick me. Mna njaa ya kuwa na wanaume, nyie ni watu hatari sana. Yaani hata kama una rafiki wa kike, yeye bila mwanaume hawezi kuishi, huyo sio mwanamke ambaye unatakiwa uwe karibu naye, kwa sababu ana ile energy ya pick me. Kwa aina hiyo, yani wanahitaji wanaume sana. Wako tayari hata kukusacrifice wewe kama rafiki, wako tayari kukusacrifice ujione wewe mbaya ili mwanaume wake aonekane mzuri. Wale wanawake pick me wanatoaga ile energy like, ya niko hapa, nitakusaidia, usijali. Ya tunaweza kufix hiyo, naweza kufanya na mimi. Niko hapa usijali. Mimi ni mke. Mbona unioni kama ni mke? I am here. See me. Pick me.